like hii dunia leo siku hizi ukiwa una stick to the right lane, watu wanakaa ni chizi. Ngapi umerealize kitu? Ukisoma mabishti zako, ukiambiwa una stick to the right stuff ama one principles zako zina subscribe the right thing, unaonekana wewe ni mjinga uradi life. Elewa. As in hii dunia sasa penye imefika. Ni hapo penye imefika. So kuna venye tunahitaji conviction fulani na hii conviction inafaa kuwa built on a foundation that is so firm. Na kama umesikiza pasi na kipreach apostle ametaja kuhusu foundation. The day guys, the stuff ningependa kukuambia na mweke kwa hati yenu. We are really blessed to have a man of God like Apostle Afner. That guy is really blessed. Ile message anaongea, ile foundation yako nayo. By the way, kukaa na church mali kama hapa hivi town city center, sasa niwaambie msione zile battles zinafaitika ni ndogo ama zile ndogo bado. Like inafaa kuonesha kuna kitu special na hii altar. So ukisikiza ame preach kuhusu mambo ya altar kama hizo foundation, manze destiny yako, hata kama uko na pastor mzuri aje, kama baba yako ni mzuri aje, wewe unamuanga penye unataka kwenda, na destiny yako kwa ina matter na foundation yako. Sitadanganya, mambo ya kusugarcoat Christianity si mzuri. Na mimi was church, Biblia inasema like the truth shall set you free. A certain man of God said that the truth is like a lion. You set it out, it's going to defend itself. But that is the very truth. Kuna kitu pastor ametaja leo, that foundation. Hapo ndo unaweza tu uchafu na foundation yako from the word go kwa safi all way through hadi mwisho. By the way utaamua na left yako. Na kama kijana kuna bishop smart sana, foundation iko fiti, but kuna vitu lazima tu on to heaven. Yenyewe heaven hatuendi kama mrende. Heaven unaenda kama msemo mmoja. Bwana Yesu asifiwe. This stuff ni simple as that. Jesus alikufia, but alikufia. Bwana Yesu asifiwe. It's a matter of knowing that he is my savior. Yes, he is our savior, but he is you. You are my. Ilifika mahali Joshua akaona watu wa Israeli wameleta mchezo sana. Ikabidi Joshua ameambiwa say, "Nifanye nini je mtafanya? But as for me and my house, I'll serve the Lord." But it's an intimate decision. It must come from the heart. Na pastor ametaja kitu akasema it must be genuine from the heart. When I was feel, it has to be genuine, like it has to come from there. From the hapo ndani kabisa. Out of the abundance of your heart, your mouth itaongea. My friend, kitu na feed ndio ile kitu tutaishi kutoa. Na kitu mimi napenda kuwaji kama vijana wenzangu, hakuna mtu ako perfect. Kila siku tunalilia God atupatie grace. Kila siku tunalilia God atupatie grace. But ningependa kuwaomba hii fasting season, kuna kitu cha Biblia, logos, Greek logos, the word in paper. Wazi tukule neno bwana. Let us feed on the word. There are 3 things that I normally value in life. Number 1, I know not myself alone, but any person mwenye hata ukienda kwa, for example, let me use Orengo. Huyu jamaa ameiva low vizuri. That's why akisimama ako na confidence ya kuongea. Kwa hiyo kama ni conversation na tukaizo, na atafanya vitu zibadilike. The same thing. Friend, yeye ametaja kuhusu prayer and fasting. Kama uzoka ukifast na kama uzi pray, ni ngumu kufanya hii race kwa rahisi, like ni ngumu sana kutembea. Ni ngumu sana kutembea na mtu aza kula siku 10. Na si eti aza kula amekataa kukula juu hataki ama ana appetite. Ajidai tu. Wewe umekuwa ukikula. Ni ngumu sana. Wewe msai kukutana na msemo mwenye kana upepo anaweza angushwa chini. Wewe mwenye umekuwa ukikula utasikia, like it's a matter of your strength. One of the principles of the gym, kama kuna watu gym hapa hivi, the resisting force inafanyanga una gain some muscle, some extra muscles. Sasa una lift your stuff.
au inuangi tu stuff for example like ama sasa ile unafanya sana njoje hizo za push ups for instance like hiyo kitu inafanyangu unakuwa na muscle ama unakuwa at least unaweza convert fats zikuwe muscles wewe kama diabetes and such ni sasa ile una resist. So hata nikwambie my beloved brothers and sisters, kama hautakula vizuri na ni kukula neno bana na ukuwe na hiyo desire, mwenda anasema ya kuwa na hiyo revival ya mafedha, sasa kukuja tu hivyo, hizo vitu zilifanywa, they were caused to happen. So first of all, let us love the word of God. The word, any stuff. Usijali kama pastor anakuona ama akuoni. Usikujitouch juu ya pasi ya best. Na kama unakuja juu ya best, from leo man, change your perspective. Penda word bana. Penda word. This stuff ni simple. Hakuna formula nyingine, hakunanga word expensive cheap. Ma revelations zote ma pastor utoa na ma demons ukimbizwa zinatokanga kwa word. Hakuna kitu kingine. Ni mpende tu neno na uombe. Na ukishapenda word na uombe na kauji kuomba associate na watu. That's why sahi watu wana fast. Na unajua ukiza juliza ni kwa nini labda u fast, utaniambia maybe ni juu ni ngumu kufast. Sijakata. Watu wanzi unajua kufast na watu kama sasa hivi kuna corporate fasting bana, inafaa ku encourage kina yana hapo hivi kina mwashi. Watu wengi wana fast na bili. They need to encourage you like at least hata kama unapita ama nini, mnakutana pamoja, mnapeana nguvu. Ujiambo fast kila kitu. Yana amesema unaweza fast hata kama ni mimi mmoja bana, take it au fast ya yana ama fasting mwende ama bishop. You're fasting for yourself. It's about your life, your foundation. It's your foundation that will determine how far you can go. Now before nimalize ya tatu, so number 1 ni word, number 2 prayer, number 3 unachoita fellowship of brethren. It's very essential. Fellowship of brethren. Hata kama una pray kwa keja, kwa closet, but sometimes tunakuja pamoja kama sahi tuko kwa corporate fellowship. Hii stuff inajenga sana. Hapo ndo utapata kuna accountability na vitu hizo. Na kuna vitu sahi naambia yano hata nisaidia. Juu kuna grace ndani yake ndaona itanisaidia ku grow mahali fulani where I wasn't clear. Whatever is fear. Then number 3. And before nimalize ningependa kuambia a small story kidogo tuende pamoja. So there are these particular architects who designed Burj Khalifa. Burj Khalifa is the tallest building in the world. Praise Jesus. Sindio? Burj Khalifa, sindio? And in Kenya I believe Times Tower. Ama ni KC, the tallest? Times Towers. Wanaweza sio? So listen. Unasema ni Times Towers. Let me use Times Towers. So Times Towers, those people who came down and they set up their mind that they're going to construct. Let me begin with the architects. They came down, then they settled down, and then they designed that the tallest building in Kenya, not in the world, but as few, is gonna be Times Tower. So wakakaa chini wakasema hii building hata zingine zitengenezwe hawataikuta penye itafika. Praise Jesus. So those are the architects. So they sat down, wakatengeneza stuff, wakadraw, and then engineers came. Not one engineer, several constructors. They came and they laid down their effort for the sake of that particular stuff. Na kuna mwingine waliamua hii stuff natengeneza ni ya Burj Khalifa. Ito Burj Khalifa, it's gonna be the tallest ever in the world. In Bushawe, Times Towers ikakuwa in Kenya, Burj Khalifa in Dubai. So what am I trying to put across? The fact that I'm using this analogy is that listen, sometimes patience yetu kama sahi hiyo kujinyima kidogo kwa kufast inaweza kukosa sana. These are the times when we create the best opportunities in your life simply by denying yourself a simple meal. Maybe ni breakfast, maybe ni lunch, maybe supper, whatever. Kitu tu useme leo anze najua ni ngumu, but leo sikuli lunch. For the sake of my God, kwani alinitengeneza for the sake of Him who created me. Praise Jesus. And the new foundation yako sometimes unapata foundation ya Times Tower haiwezi accumulate, it cannot accommodate ile strength, weight, pressure ya Burj Khalifa. Praise God.
Am I communicating? Such that tunapata some of us have destinies that are supposed to be like that one of Wiz Khalifa, but our foundation ni kama ile ya Time Star. Perspective yetu instead to focus mbali, tunaangalia tunajikompea labda na watu wanasema haya yangu itakuwa tu kama ya Kenya inatosha. Unapata? And yet our destinies were meant to be as firm or rather as tall as that one of Wiz Khalifa. So unapata, it's very essential for you to concentrate on your life rather, and most importantly, concentrating on your destiny, on the one who created you. As in, God mwenye alikaa chini, God alikaa chini. Listen, God alikaa chini na ma angels na whatever akasema, and let us make man. So these people walikaa chini wakadesign kama architects, and then wakaenda wakatengeneza wakakumode. So like, I want you to see how important you are. So sometimes it's good to know. So some of these things, you can do anything for this architect who sat down and they decided that we are going to make this man, praise Jesus, out of in our own image. Alafu wakakumode kidogo kidogo akasema this man shall have dominion. Oh my God. He gave you, in Hebrew it's called mamlaka, meaning it's the exact thing, authority over all the other stuff. So authority sasa uko nayo msi, ni kurudi kwa magoti. Soma Biblia, nakwambia God, kama ni kufast, mimi nda fast pia. Mimi na encourage but. Usiende watu wana fast hapo, wachumi mimi but. Sasa wachumi mimi. They're not wasting there. They're investing but. Hizi vitu zote nikwambie, azifanywangi tu hivyo hivyo. Kuna praise wanalipa. So mimi nda wa urge kama watu wa Mungu, kama ndugu zangu, vijana wenzangu, that ni life yako bana. Hata watu wengine wanasaidia, hata labda si parents wako. Maybe it's your future generation. Na kuna kitu pasa imetaja 1,000 generation itakuwa affected na kitu tutafanya sasa hivi. So ni kwa nini usiamue for the sake of my God, for the sake of my destiny. Mimi kuna vitu ndaacha, kuna upuzi fulani ndaachana naye kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Whether it takes what or what, mimi ndajiconnect na God. Bwana Yesu asifiwe. I think it's like a life contract. Ukitengeneza contract inakulanga mali kuwili nakula ko the both contractors. Sasa so the day you say Jesus, I give you my life, why are you still owning your life? Bwana Yesu asifiwe. Let us give our life to this Jesus. Akidisha kama ni siku moja kufa. Padie. Na tukimaliza Galatians 2:20 hapo sisi hata nisome. Sasa kuparaphrase. Galatians 2:20 nasema lesa vizuri tafadhali. Ukipenda wende ukaisome mahali kwa nyumbani ama umetulia. Nasema for I am crucified with Christ. Listen. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in me. And the life which I now live in the flesh I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. So it's simple but ile hivyo hizi shibila ezikiki yako. I am crucified with Christ. So you kufa kitambo. And the life that now you living is Christ living in you. So kama every time jiulize kama ni mambo ya kufast. The Holy Ghost is there. So kumuengage you see is a living being. Mambo Holy Ghost mimi nashindwa kufast. Mungu nisaidie. As in Yesu hapo ndani yako because you're not the one living. Kama unaishi basi that means you are still living under the law. Na verse 9 nasema I do not frustrate the grace of God, for if righteousness came by the law, then Christ died in vain. In short, to me waste death ya Yesu. Fear it God kama waste. It doesn't make sense. Umeokoka bana guys, I'll challenge us. Let us give this Christ all. Fun enough, let us for glory. Benefit zote hizo ni zako msii. Wewe ndio benefit future yako. Ukitoa things zote kwa foundation, ni apostle amesema, ukitoa master zote hizo ma sports. Buda. Hakuna siku God atakuja hapa hivi. Anze kubenefit vitu ndogo ndogo, si long lives. Kuna. Yaani glory anachukua. The other things no una benefit. Bwana Yesu asifiwe. So let us own it. Isikweli kama tunafanyia tujaribu kuonesha Mungu venye life ni hapo. Fast, pray, soma word na fellowship brethren. Ina matter sana. Na usiogope kuambia Mungu ukweli. Kama huwezi ambia nani,
nenda kwa closet, nenda kwa magoti, ambia Mungu mimi nimeshinda, hapa mimi nateseka. Wazi anakujanga. Hita huyu msee. Mwambie Holy Ghost bana, mimi naumia hapa hivi, nakuhitaji. Na Nesh na hizi ma sector hapa hivi nimeshinda. Atakuja bana, atakudirect kwa mtu mwingine, kina mapasta. Yano whatever, mwende, atakwambia hilo kuja, ama atakutanisha. Maybe ndo destiny connect hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nimemaliza, nashukuru sana.